Mimi naitwa Ruben Hussein Bundara. Kilio changu mimi hapa, tunatengenezewa mikataba ya ovyo, halafu tunakatwa NSSF. Halafu ukishakatwa NSSF kule haziingizwi. Halafu safety hatuna za kufanyia kazi. Mbona tunafanya mazingira magumu sana? Kwa hiyo ninachoomba hilo nalo tusaidiwe kwa hilo hapo. Hapa na miezi 8 na mimi. Lakini unakuta unaambiwa kwamba tunakukata NSSF bila shaka na barua nimemuelekeza tu, nimeenda leo kuangalia. Hamna hata shilingi 5, lakini unakatwa kila siku, unatengenezewa lipailo ya ovyo ovyo kwamba wanakukata, kumbe hamna. Kumbe zile hela wanakataka lakini wanaweka tu hapo. Wanakuwa wanakula tu wenyewe. Kwa majina naitwa Gilbert Nsubisi Mwanyembili. Mimi ni dereva wa Chiko. Nimefanya kazi miaka 2. Mimi malalamiko yangu makubwa, overtime sijawahi kulipwa. Mwana na masaa ya kazi kwenye mkataba ulioandikwa alikuwa anaeleweka. Lakini tunarudi saa 4 kazini lakini overtime ulipwi. Na makato ya mafuta yamekuwa ni mengi sana. Huko mwanzo tulikuwa nakata lita, walikuwa wafuati lita hizi sana za Shell, walikuwa nakata lita 5000 huko mwanzo. Akaja saa hizi malalamiko kidogo yalitokea, wakawa nafuata mafuta ya Shell, ndio hivyo tunakatwa 3300. Miaka 2 nakatwa 3300. Hata ukicheki statement yangu ya benki sijawahi kupokea mshahara uliokamilika. Yaani na zaidi ya miaka 2 hapa sijawahi kupokea mshahara uliokamilika. Mishahara ndio hii. Baadhi ya siku zingine unafanya kazi wanakata holiday au kulipi double. Yaani kiufupi mjomba, tuna malalamiko makubwa. Yaani Chiko, yaani mjomba nashindwa hata kuongea. Mimi nikipandaga na hasira huwa nashindwa kuongea jamani. Ila tuna mambo mengi, tunaomba tusaidie. Na serikali kama ipo inatuona sisi, na huu ni mradi wa serikali. Tunaomba serikali tusaidie. Yaani tumefikia mwisho sasa. Na hapa tumejiandaa kwa kila kitu. Kama mimi nilikuwa sipo kazini, baada ya kuona losses zimezidi, kaona nikae zangu tu nyumbani hata nisije kufanya kazi. Lakini baada ya kuona mwamko wa dereva wenzangu wameamua hichi kitu kwa moyo mmoja, ikabidi na mimi nije nishiriki. Lakini hapa tuna malalamiko makubwa, sio haya. Kuna baadhi ya watu wanaweza kuongea ila wengine wanaogopa, wengine hawana vipaji vya kuongea, lakini malalamiko ni makubwa. Kwa majina naitwa Ramazani Ngonyani, ni dereva wa kampuni ya Chiko. Tuna malalamiko yetu kama dereva. Tumejaribu kupambana na hii hali, sasa inafika miaka 2. Madereva wanaishi maisha magumu sana. Moja, mafuta machache. Lita moja unaambiwa utembee kilomita 2 na mita 200. Kwa kawaida lori ambayo imetumika zaidi ya miradi 3 inachotakiwa kilomita moja, lita moja itembee kilomita 1.5 na mita 300. Hapo umetembea kwenye standard ya kawaida. Pili, madereva wanaishi katika maisha magumu kwa kipengele cha pili. Wanaishi kwa kutegemea mshahara. Mshahara wenyewe hawapati. Wanaingiziwa hadi shilingi 4000 kwa mwezi. Ukirudi nyumbani mtu hakuelewi. Anaona kama vile mnafanya nini? Unacheza nyumbani, unatoka nyumbani unaenda kazini, unarudisha mshahara shilingi 4000. Kwa hali ya kawaida tu ya Kitanzania, Mama Samia anapambana sana kutafuta hela aendeshe miradi ili wafanyakazi wa Tanzania waishi maisha ya kawaida. Lakini hela zote zinaenda kwa wenzetu wageni, zinaenda nje. Sisi wa Tanzania tunafaiki navyo. Hakuna tunachokipata madereva wa Chiko. Cha pili, dereva wa Chiko anafanya kazi hana mkataba. Mimi sasa hivi nakaribia miezi 8 sina mkataba. Na waliopewa mikataba, hamna mtu aliyepewa mkataba wa miezi 6, ni wa miezi 3, 2, yaani hamna mtu aliyepewa zaidi ya miezi 3. Kwa sababu wanajua kabisa kwamba huyu muda wote na sasa tunafanya nini? Tunamfukuza. Kwa hiyo wanachokifanya wao wanatengeneza tu mikataba tu tudogo ili kwamba kumbana dereva asiwe anapiga makelele. Na hata hivi leo tumefikia kuja kuwaita nyinyi wenzetu mtusaidie, mtupazie sauti kwa huku mbele, wakubwa wasikie taarifa. Tunachoomba madereva tusikilizwe. Wakija viongozi basi watusikilize sisi hata hapo dakika moja. Tukienda idara ya kazi wanapiga simu. Huku kuna mfanyakazi wenu amekuja. Anaitwa fulani bin fulani. Huyo nani anafukuzwa kazi, anakuwa na kazi. Leo mimi najitoa, naongea haya maneno. Najua mimi kazi ya kesho sina. Nitakuwa mtaani. Lakini naongea hayo ili wenzangu waliokuwa nyuma yangu wafaidike navyo. Tunapata shida. Dereva hana safety,
hana nguo ya kufanyia kazi, nguo anatoka nayo nyumbani ndio afanyie kazi hiyo hiyo, anarudi nayo nyumbani hiyo hiyo. Kiutaratibu kampuni kama inabidi igawe safety kwa wafanyakazi, vifaa vya kazi kuanzia safety, kiatu, reflector na nguo za kufanyia kazi, kwa sababu tunafanya kazi katika mazingira magumu. Kampuni hii dereva anaishi maisha ya kawaida sana, kwamba hata chakula cha mchana hajui anakula wapi. Dereva hajui anakula chakula gani mchana. Mradi kama huu Mama Samia ametoa pesa, watu wafanyakazi wanufaike. Nyumbani atupeleke hata 100. Kweli jamani? Tunamuomba Mama Samia hii taarifa imfikie. Tunamuomba tuko chini ya miguu yake. Atusaidie. Sisi madereva wa Chiko tunaumia. Madereva wa Chiko kampuni iko Mbeya inatengeneza mradi wa Ifisi Nsalaga. Tunaumia barabara 4. Tunaumia mama. Tunakuomba, tuko chini ya miguu yako, tunakuomba utusaidie kwa hili. Tumefika mwisho. Hatutaki kuiba. Sisi hatutaki tuchomwe moto mtaani. Tulijifunza fanya udereva sisi tukateseke. Tunaomba mama, uliko tunajua una majukumu mengi sana, lakini na hili naomba uliangalie. Tunakuomba Mama Samia. Naitwa John David Siwale, ni dereva wa kampuni ya Chiko. Na mwaka mmoja na miezi kama 6 kwenye hii kampuni. Hawa majamaa, kero yetu kubwa sisi madereva ni losi za mafuta. Historia, jiografia ya Mbeya ni milima. Anapokupa lita moja anasema utembelee 0.5, na wakati muda huo hiyo miundombinu ya hii barabara tunayoitengeneza tunakutana na milima mikubwa. Tunapata losi kwa namna ambavyo wao wanakata mafuta. Wanajikatia mafuta. Yaani losi zao ni za kukata mafuta. Kuhusu swala la mshahara, madereva sisi hatuna mshahara tunaofanya kazi kwenye hii kampuni ya Chiko Mbeya. Hatuna guarantee ya mshahara. Tushawahi kufanya kazi mwezi mzima, nikasaini payroll shilingi 3,000 mwisho wa mwezi. Sikwambuli hata kitu, hela zote ukiuliza nakwambia tumekata kwenye mafuta. Madereva wengi wamepita kwenye hii kampuni. Sosi kubwa ni mafuta. Losi za mafuta, wanakata mafuta, wanaamua kuacha kazi na kuondoka. Viongozi wanakuja hapa, hawajawahi kutukutanisha sisi madereva kutuuliza kero zetu ni nini. Hata ukichunguza kwenye huu mradi, ukiangalia jinsi unavosuasua, sio kwamba unasuasua kwa sababu gani. Madereva kila siku wanabadilishwa. Wananchi wa mkoa wa Mbeya wako kwenye hatarishi kubwa sana. Kuna wakati mwingine tunaendesha magari kwa kutumia free, kutikisa gia, yani free. Ambao umetoa gia, unataka gari iteremke bila gia. Neutral. Sasa kuna ajali nyingi sana ambazo zinatokea hapa Mbeya kuhusu madereva Chiko. Sababu ni nini? Unalazimika kufanya hivyo ili usikutanwe na losi. Kwa sababu losi, uibe usiibe, wana losi ni ile ile pale. Na hakuna dereva anaoiba. Ukiangalia historia ya Mbeya ni milima. Na gari tunazotumia hizi sio gari mpya, ni gari za zamani. Umeshaona? Tunatumia gari za zamani. Leo hii hapo ukiniuliza, ukiniambia kwamba mimi gari ya zamani iliyotoka kufanya kazi Kenya imekuja hapa, nitembelee 0.5 kwa kila kilomita moja, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hizi gari sio mpya. Kwa hiyo changamoto kubwa sana hapa tunayoipata sisi madereva ni losi tunazokutana nazo. Tunakatwa mafuta kila siku. Kwa majina naitwa Adili Mosomola, ni afisa rasilimali watu wa mradi. Nahusika na wafanyakazi wote wanaoingia na kutoka kwenye mradi. Actually, nadhani ni swala la madereva ambalo limewaleta mpaka hapa. Na shida yao kubwa wanasema wanakatwa hela nyingi kwenye consumption ya mafuta. Lakini kampuni kama kampuni ina utaratibu wake ambao mtu yeyote ambaye anataka kufanya kazi na mimi lazima usome ule utaratibu au kubali ndipo apate kazi. Kwa hiyo mafuta iko kwenye mkataba kwamba ukitumia mafuta zaidi mimi sikuhesabia kama ni mwizi, ila umenipotezea nishati yangu ya mafuta. Kwa maana nyingine umeniibia. Kwa mimi madereva wangu wa matipa wote nimewekea kilomita 100 lita 45. Madereva wa magari madogo hizo pickup nimewekea lita 10 kilomita 100. Kulingana na udogo wa engine ya gari lakini pia movement. Kwa hiyo tofauti. Na hakuna mtu ambaye ana meet hizo standard. Kwamba dereva gari ndogo labda anaenda kilomita 100 kwa lita 10 exactly, hakuna. Na hakuna dereva wa tipa ambaye anameet hizo standard kwamba anaenda kilomita 100 kwa lita 45, hakuna. Lakini kuna kiasi ambacho mimi kama mwajiri au mtu wa mradi natakiwa ni benefit. Kwa sababu mimi natumia gari ndogo, sina skills za gari kubwa hizo tipa. Lakini kuna namna dereva ni sababu ya kusababisha mafuta yatumike mengi au gari ikawa ni sababu ya gari kutumia mafuta mengi. Hizi
breakdown, labda gari imeharibika, inaisha mafuta. Hizo ni issue za kawaida ambazo mimi nazisoti kama ajali kazini. Kuna soti na hakuna hasara unaoifanya. Kama gari imeharibika, pipe imepasuka labda, au gia ingii, reverse haipatikani, anaopiga tipa inakataa. Hizo ni makosa za kawaida ambazo ikitokea natuma gari yangu ya service na service ya gari na skati au mafuta ambayo yametumika wakati huo. Na imeathiri kazi kwa sababu mimi toka asubuhi sijafanya kazi yote. Vipande babani vimesimama, haviendelei, material haziendi wala haziondoki. Kwa pia nimeathirika kama mradi, lakini pia wenyewe umeathirika. Kila mtu ameathirika. Kwa ninapopambana kusuluhu, kuweka bayana ili swala na kutafutia funguzi, nitahitaji muda pia ili niweze ku protocol hatua kwa hatua kabla sijarudia. Madereva wanasaini, sio madereva, wafanyakazi wangu wote ni miezi mitatu renewable. Yaani kila baada ya machua miezi mitatu, wapewa mingine mitatu. Kama itachukua muda mrefu itasamisha mradi, si ndivyo? Lakini mimi pia kama mwajiri sitaki sasa ichukue muda mrefu kwa sababu itaathiri mambo mengi. Nitalishughulikia haraka iwezekanavyo, ikiwezekana kesho kazi endelee. Lakini sio zaidi ya siku 2 au masaa 24. Nitalishughulikia haraka sana.